Hii ni somo la pili ambalo linasema haki. Linasema Mungu hupenda haki. Kama ipo haki, kila mmoja anafurahi vitu vizuri vya maisha. Kila mtoto anaweza kwenda shule, kila familia ina makazi mazuri, na wale ambao wanacho zaidi wanatoa kwa furaha fadhila wao walioipokea kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Mungu anatufurahisha pale tunapotendea bila upendeleo na kwa haki. Kama tukimuona mtu anahoa, lazima tutendee na kumsaidia. Tusichukue kutoka kwa marafiki wetu au majirani kile ambacho ni chao. Kama kuna kitu fulani cha kugawana, lazima tuhakikishe kuwa hakuna anayeachwa na kwamba kila mtu anapokea sehemu yake ya haki. Ili kutusaidia kuwa wenye haki, hebu tukariri teuzi hili la Baha'u'llah. Kanyageni njia ya haki, kwa kuwa hii kwa uhakika ndiyo njia iliyonyooka. Hapa chini kuna hadithi nzuri sana ya Abdul Baha. Siku moja Abdul Baha alitaka kwenda kutoka Akka hadi Haifa. Alikwenda kuchukua nafasi ya kukaa katika gari la farasi la kawaida ambalo lilikuwa limejaa watu. Mwendeshaji alishangazwa na lazima atakuwa amejiuliza kwa nini Abdul Baha alikuwa mwangalifu sana wa kutumia pesa na kusafiri katika gari la bei nafuu. Kwa hakika, mheshimiwa, ungependelea kusafiri katika gari la farasi la faraga. Yeye alisema kwa msisimko. Hapana. Bwana alijibu, na yeye alisafiri katika gari la kawaida njia nzima hadi Haifa. Alipoteremka kutoka kwenye gari ndani ya Haifa, mwanamke mmoja muuza samaki aliyekuwa ana tatizo kubwa alimwendea na kuomba msaada wake. Mchana kutwa alikuwa hajafanikiwa kuvua chochote, na sasa alipaswa kurudi nyumbani kwa watoto wake wenye njaa. Abdul Baha alimpa kiasi kikubwa cha fedha. Akamgeukia yule mwendeshaji na kusema, kwa nini mimi ni safiri katika starehe wakati watu wengi wanakufa kwa njaa? Kanyageni njia ya haki, kwa kuwa hii kwa uhakika ndiyo njia iliyonyooka.